Yesu uwe nane nami. Kama chombo Bwana, nikienda kinyume na kila nguvu za shetani ambazo zinageuza neno na kuleta tafsiri tofauti, ninakataa katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, ukatembee kwa kila mmoja, ukatuhudumie sawa sana mapenzi yako, kwa utukufu wa jina lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo imempendeza Mungu tukawa na kichwa cha somo kinachoitwa kuhudumiana kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki wewe uliyefika. Kuhudumiana kwa upendo. Basi tutaenda kusimamia kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Tutaenda kutazama sura ya 4 na mstari ule wa 10. Sura ya 4 na mstari ule wa 10. Nitasoma. Karibu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 10. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaenda kuangalia kitabu hiki cha Petro. Tutaangalia kwa ufupi historia yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama utangulizi kwamba kitabu hiki cha Petro wa kwanza kimeandikwa na Mtume Petro. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Mtume Petro alikuwa ni mmoja wa wale wanafunzi 12 wa Yesu. Pia inaaminika kwamba kiliandikwa kati ya mwaka 60 mpaka 65 baada ya Kristo kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana aliwaandikia Wakristo waliokuwa wametawanyika katika maeneo ya Asia ndogo, ambayo hiyo Asia ndogo kwa saizi inaitwa Uturuki. Bwana Yesu asifiwe. Ni Uturuki ambayo ndio Asia ndogo. Kwa hiyo Petro aliwaandikia hawa Wakristo ambao walikuwa wametawanyika katika maeneo hayo ili kuwatia moyo wabaki imara katika imani ambayo wameichagua. Kwa hiyo wabaki imara katikati ya mateso ambayo wanayapitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona huyu Mtume Petro ambaye alikuwa ni mmoja wa wale wanafunzi 12 hapo awali alijulikana kwa jina Simoni. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuchaguliwa na Yesu akapewa jina la Petro, ambao Petro maana yake ni jiwe au mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo kwa awali kabla
alipoitwa na Yesu, kazi yake kuu ilikuwa ni uvuvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu alipomchagua awe mmoja wa wanafunzi wake, kama alikuwa ni mvuvi wa samaki, basi aliitwa na Yesu aweze kuwa mvuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya Yesu kupaa na alipofufuka na kupaa, huyu Petro alikuwa ni mmoja wa wale viongozi wakubwa ambao Yesu aliwaacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hao Wakristo ambao walitawanyika katika maeneo ya hiyo Asia ndogo ambayo kwa sasa tunaita Uturuki, hao Wakristo walikuwa wanapitia vitu gani? Walikuwa wanapitia mateso kwa sababu ya imani hii ambayo wameichagua. Pia kulikuwepo kuna majaribu yaliyowafanya wakate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Petro akawa ameandikia, kusudi kubwa la kuandikia hawa Wakristo waliotawanyika ilikuwa ni kuwatia moyo waweze kuendelea kumwamini Kristo licha ya yale mateso ambayo walikuwa wanafanyaje, wanayapitia. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile ilikuwa ni kuwakumbusha kuwa wao ni watu wa Mungu walioitwa kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo wasiweze kujifananisha na mataifa au wasiweze kuenenda sawasawa na dunia inavyoenenda, bali waweze kuishi maisha matakatifu. Vile vile ilikuwa ni kuwafundisha jinsi ya kuishi kwa utii, upendo na unyenyekevu mbele za Mungu na kwa jamii ile walioamini na kwa wote ambao wanawazunguka. Bwana Yesu asifiwe. Pia ilikuwa ni kuwapa tumaini la urithi wa milele walionao na katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitabu hiki kiliandikiwa kwa hao Wakristo ambao walikuwa wanapata mateso kadha wa kadha kwa sababu ya ile imani ambayo wameichagua ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo na sisi leo kama kanisa, upendo ule ambao Petro aliwaandikia hao watu wa kanisa la kwanza ambao walikuwa wanapitia dhiki, majaribu mbalimbali na mateso kwa sababu ya ile imani ambayo wameichagua, upendo ule na sisi leo Mungu anatukumbusha au anazidi kutufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana hapa anakuja kutuambia kwamba kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Kwa katika kanisa zipo karama mbalimbali, ziko huduma mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe, ambazo tumezipokea. Anasema kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo zile karama ambazo Bwana Yesu ameziachilia ndani ya kanisa tunapaswa kuzitumia kwa kuhudumiana kama mawakili wema. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema wakili, anamaanisha kwamba ni mtu anaosimamia au kutunza mali, kazi kwa uaminifu. Hiyo tunataja kama wakili kwa jina la jumla. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoenda kusema wakili wa Mungu, wakili wa Mungu ni mtu gani? Wakili wa Mungu ni mtu anayeshughulika kwa uaminifu na karama au huduma au vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani yake, hata kwa njia ya muda. Anapokuwa mwaminifu, huyo tunasema ni wakili wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwa hiyo tunapaswa kuhudumiana kwa upendo kwa kile ambacho tumepewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kanisa, kila mmoja anapokuwa na huduma na karama, kwa hiyo tunapaswa ziweze kutenda kazi kwa upendo. Na kama mtu amewekwa kuwa wakili, inamaanisha kwamba mwisho wa siku lazima atatoa hesabu kwa kile ambacho
Mungu amekuwekeza ndani yake na akamweka kuwa wakili. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari ule wa 4 mpaka wa 10 mpaka wa 10. Pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa karama hizi ambazo ametuambia kama alivyoipokea karama. Ziko karama nyingi ambazo tunaweza kuziona hapa katika sura ya 12 katika Wakorintho wa kwanza. Tunaona karama ya kwanza hapa, tunaona ni neno la hekima, karama hiyo ya kwanza, na ya pili tunasema ni neno la maarifa, na ya tatu tunasema imani, na nyingine karama ya kuponya, pia matendo ya miujiza, unabii, pambanua roho, aina za lugha na tafsiri za lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa karama hizi ambazo tumepewa, kwa mfano hiyo karama ya imani tunasema tafsiri ya karama tunasema ni zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Ni zawadi ambazo tunapewa na Roho Mtakatifu kama apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwa mfano karama ya imani tunasema ni uwezo utokao juu wenye kufikia mwamini kama vile Roho apendavyo. Karama hii ya imani tunayozungumzia katika karama hii ni tofauti na ile imani ambayo mtu anamwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya kumwamini Kristo kila mmoja anaweza kuwa nayo, lakini karama hii ya imani si kila mmoja atakuwa nayo, ila yule ambaye Roho Mtakatifu atampa kwa kadri apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hutolewa kwa ajili ya kusudi maalum na kwa kazi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna mtu ambaye ana ugonjwa ambao madaktari wameshindwa, labda hauna dawa wala tiba yoyote, lakini mtu mwenye karama hii ya imani akaamini kwamba huyo mtu atakapoombewa tu anapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile anakuwa anashikilia imani ile, yani sio mtu wa kukata tamaa au kurudi nyuma kusema kwamba haitawezekana. Yani anaamini hata kama watu wengine wamefikia mwisho kusema kwamba hichi kitu hakitawezekana, ila yeye anaweka imani hiyo kwamba hiki kitu kinawezekana. Kwa hiyo anakuwa na karama ya imani. Hii anaposema imani, karama hii ya imani ni tofauti na imani hii ambayo kila mmoja anakuwa nayo kwamba nimekubali kumwamini Yesu, ninamwamini. Hii kila mmoja anakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini karama ya imani anakuwa nayo mtu ambaye amepewa na Roho Mtakatifu kama vile apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia tu kwa uchache. Kuna nyingine ya matendo ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema hii hapa ni tendo la juu la nguvu ambalo laweza kuzigeuza sheria za kawaida za maumbile na kupita elimu na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matendo ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Labda unakuta ni kiwete tangu alipozaliwa hawezi kutembea,
Lakini akitokea mtu ambaye ana karama ya matendo ya miujiza, anaweza akamwombea na akatembea. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile kupambanua roho, tunasema ni karama ambayo inatumika kupambanua au kuzijaribu roho, kama roho hiyo ni ya shetani au ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaziona na hizo neno la hekima, maarifa, tafsiri za lugha na aina za lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea pia na habari ya uwakili mwema. Tutaenda pia kwenye Injili ya Luka sura ya 12 kuanzia mstari wa 42 tutasoma mpaka 43. Biblia inasema, Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona anaendelea kusema, heri ni yule mtumwa ambaye hata bwana wake aliyemweka katika kazi hiyo atamkuta anaifanya ile kazi kwa uaminifu. Huyo mtumwa atakuwa na heri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema, kwa hiyo yule mtumwa atakayefanya uwakili huo kwa uaminifu ndiye atakayekuwa mwenye heri. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwenye Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Jitahidini kujionyesha kuwa mmekubaliwa na Mungu. Jitahidini kujionyesha kuwa mmekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, akitumia kwa halali neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, kukutumia kwa halali neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama mawakili ambao Mungu amewekeza karama ndani yetu na huduma, yatupasa kujionyesha kuwa tumekubaliwa na Mungu, tusiwe na sababu ya kutahayari. Kutahayari maana yake ni kuona aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hupaswi kuona aibu. Maadamu Mungu amekuweka kuwa wakili, wa neema ya Mungu, kwa hiyo unapaswa kutenda kazi pasipo kutahayari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kutumia kwa halali neno la kweli. Kwa hiyo lazima usimame katika kweli. Ukihubiri kweli, hupaswi kuona aibu. Kama unamhubiri mvuta bangi au mnywa pombe, haikupasi wewe uone aibu, ila yeye ndio anatakiwa aone aibu. Bwana Yesu asifiwe. Usimwonee yeye aibu.
kutenda mambo yote. Anasema lolote mtakaoomba kwa jina langu, hilo nitalitenda. Ni Mungu tuliyemfuata mahali hapa. Anasema lolote mtakaoomba kwa jina langu, hilo nitalitenda. Napokuwa mkisali na kuomba, aminini ya kwamba yale mnayoomba yamekuwa yenu. Aminini ya kwamba yale mnayoomba mmeyapokea na yatakuwa yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unakuja mbele zako Mfalme mwenye enzi, unakuja mbele zako Mungu wa kweli mwenye nguvu. Wewe tuumba kwa jinsi ya chao, ukatupa na macho mawili, ukatupa na masikio mawili, ukatupa na mapua, ukatupa na mdomo mzuri, ukatuumba kwa jinsi ya chao, na miguu tupendee na mikono tuguse. Baba, ukatupa na sauti ya kukuabudu. Yesu mwenye nguvu, tunakuja kwako tena wakati huu, tulikushukuru Mungu wetu, tulikutukuza Baba yetu, kwa maana ni wewe yule jana, leo na hata milele. Jina lako libadiliki, Mfalme wako ni mwenye nguvu. Baba mwenye nguvu na uweza, ninapindua kila pindo, ninang'oa kila pando lisilotoka kwako, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Achia kwa moto. ATOC means All Times Outreach and Training Church.